Wewe tumeishi tangu ukiwa mdogo, tumekufundisha mafundisho na tumekupeleka kwenye imani na umehitimu mafundisho ya imani. Pia tumekusomesha na tumekusomesha ili uweze kujisaidia katika maisha yako. Lakini kuna mambo ambayo wewe huwezi kuyafanya peke yako bila kumshirikisha Mungu. Ndoa ambayo mwenyewe umeichagua na utaenda kuishi, unatakiwa hasa umshirikishe Mungu katika maisha yako. Hakuna mwalimu hapa duniani ambaye anaweza akamfundisha mtu kuishi maisha mazuri ya ndoa, ila mwalimu pekee mwenye digrii zote ni Mungu. Kwa hiyo kumcha Mungu kila wiki iwe ni tabia yako ili uweze kuishi vizuri. Jingine ninachokuomba, katika kuolewa, wewe umeenda kuwa msaidizi na mshauri. Usiende kuwa kama askari wa kumchunga mume wako. Ametoka wapi? Ameenda wapi? Alikuwa na nani? Kwa nini hivi na vile? Umeenda kushauriana na yeye na kushirikiana katika kuleta maisha ili muweze kusonga mbele. Lingine, katika maisha ya ndoa, uvumilivu na msamaha ndio silaha. Ukikosa vitu hivyo viwili, basi ndoa yako haitakuwa. Kwa hiyo tumia nafasi wakati wa maisha yako ya ndoa kuweza kushika hivyo vitu. Mwisho kabisa, usisikilize au kufanyia kazi maneno unayoambiwa. Chunguza, halafu upate ukweli na ndio ufanyie kazi. Maneno ya kuambiwa katika ndoa kwa watu pembeni mnaoita marafiki zako ndio inavunja ndoa. Kwa hiyo tunaomba hayo yote muyashirikishe, mumshirikishe Mungu na Roho Mtakatifu ili aweze kusaidia muweze kuishi mfikie mwisho mwema. Nawatakia maisha mema katika safari yenu ya ndoa. MC Katokisha baby.